uwekezaji ni kitu gani? Inawezekana ni swali ambalo unalojiuliza hapo ulipo. Definition nyepesi kabisa. Uwekezaji ni utaratibu wa kuweka pesa sehemu leo kwa matarajio ya kupata faida siku zijazo. Yaani unawekeza leo, intention yako ni kupata faida siku zijazo, sio leo. Kwa hiyo uwekezaji kwa kule tukisema chanzo cha kipato inakuwa ni kipato cha ziada, ambapo tunaweka kwamba tupate faida siku zijazo. Kwa hiyo unapowekeza unatarajiwa urudishe kwanza mtaji wako, afu urudishe faida. Ukiona hicho hakijafanyika, tunasema uwekezaji wako haujafanikiwa, kwa sababu lazima urudishe mtaji afu na faida ya ziada. Unawekeza kwenye nini? Kuna sehemu 4 tumechagua hapa kuzielezea za kuwekeza. Unaweza kujiwekezea wewe mwenyewe binafsi. Binafsi kivipi? Of course kuna madarasa yanayofanyika sehemu mbalimbali, unalipia, si ndio? Ile ni aina ya uwekezaji. Utakapopata ile elimu utakuja kuitumia, itakuwa ni faida kwa baadaye. Unawekeza leo kwa faida ya baadaye. Lakini unaweza kuwekeza kwenye biashara yako. Na wengi nadhani hicho kitu mnakifanya kwenye biashara, ukaweka pesa, ukawekeza kwenye biashara ili upate nini? Faida baadaye. Lakini sasa hapa ndo kwenye mada yetu zaidi tutaingia hapa. Utawekeza kwenye masoko ya fedha. Ndio mojawapo ya masoko ya fedha nimesema Dar es Salaam Stock Exchange Market, DCE. Inafahamika hivi. Soko la hisa Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kwenye upande huo. Lakini unaweza kuwekeza katika mali zisizohamishika. Nadhani zinafahamika, ardhi, nyumba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unawekeza, kwa mfano kuna watu wananunua nyumba Kariakoo, anategemea baada ya miaka 10 ataweza kuiuza kwa bei ikipanda, kwa sababu nyumba inapanda ama ardhi nayo inapanda, ina appreciation. Kwa hiyo ikiappreciate, ikiongezeka thamani yake anauza. Hiyo nao ni aina ya uwekezaji. Sasa kilichotugusa tuzungumzie mada ya umuhimu wa uwekezaji kwa wanawake ni hizi changamoto. Na nipende kumshukuru madam, kuna changamoto hapa nimezizungumza, nimeziandika kwenye presentation yangu, sio alijua zinahusiana na mada yake direct. Changamoto ya kwanza, changamoto za ulezi. This is very big problem wakina mama wanapitia. Kwa sababu kuna wale breadwinner tunaita, watu ambao wanaenda kutafuta kipato cha leo na kesho. Sana sana mara nyingi wanakuwa wababa. Na sheria hata za dini zetu zinawafanya hao ndio jukumu lao. Sasa hata ulezi kwenye upande wa fedha, yani zile gharama za ulezi mara nyingi zinakuwa zinaangukia kwao. Itakapotokea sasa huyu breadwinner akatikisika, familia automatically inatikisika yote. Na hapa single mothers watakuwa wananielewa zaidi. Kuna changamoto za ulezi, hasa kwenye gharama za ulezi. Endapo yule tunayemtegemea awe anatuhudumia, ikiwa hayupo kafariki, ikiwa tumegombana, hataki tena kutoa huduma, ama amepata matatizo ya kiafya, pata stroke mathalan, ni kitu ambacho haupewi kadi wala haupewi mwaliko wala message kwamba kesho mtu atapata stroke. Lazima mama anatikisika na familia inatikisika always. Kwa changamoto wanazopitia wanawake, mojawapo changamoto za ulezi, uhitaji wa kipato cha ziada. Kwa hiyo wanahitaji kipato cha ziada ambacho kikitokea hiyo situation wana save, yani wanakuwa wameokoa familia. Kwa hiyo mama akiwa hana kipato cha ziada na ambacho kinaweza kupatikana kwenye uwekezaji, ikiwa hana na maana yake hajafanya uwekezaji, lazima familia itatetereka. Sasa ili isiendekee huko, tunamhitaji umama au uwekezaji ili apate kipato cha ziada. Nadhani tupo pamoja. Kuna changamoto ya maradhi ya uzazi. Of course, kama mada inavyozungumzia wanawake, tumegusia pia hapo. Kuna vitu tunaviita uncertainty. Wataalamu wa masuala ya kifedha, ni vitu ambavyo hatujui vitatokea saa ngapi. Hatuna mkataba navyo. At least kifo tunajua mtu atakufa. Lakini kuumwa ni kitu ambacho hakuna mtu ambaye hapa sasa hivi anajua leo au kesho nitaumwa. Sasa wanawake wengi ambao wanapata hii changamoto ya maradhi ya uzazi inawasumbua sana kwenye zile gharama za kuhudumia ugonjwa wao katika kupata matibabu. Sasa kama huna kipato cha ziada na huyo unamtegemea pia ikafika stage amekwama,
kutatokea matatizo makubwa. Kwa hiyo solution ni kuwa na wewe ni mwekezaji ambapo ikitokea hiyo situation at least unaweza kuanzia pa kuanza. Kwa sababu hii situation hata wale wafanya biashara, mama mfanya biashara anapambana, alhamdulillah. Lakini sasa akipata changamoto hii, biashara zake zote zina drop. Unajua maradhi yanavyochukua gharama kubwa na anafanya mtu asiendelee. Kwa changamoto nyingine ambayo anapitia kina mama, changamoto ya kutimiza malengo yake ambayo mume wake hawezi kutimiza. Tumesema breadwinner ana majukumu yake. Sasa kuna wale majukumu wenyewe tunasema unnecessary. Mara nyingi watu wanawakwepa. Sasa yale yakitokea, mama ukiwa mwekezaji, it's not a big problem. Wewe utatumia kile kipato ambacho unapata cha ziada katika kuhudumia hao majukumu yako au hizo gharama au matumizi yako ya ziada. Mfano tumeonyesha unataka kwenda kuwahudumia wazazi wako. Inawezekana kukutana na mtu, of course ni haki yake pia. Mimi nakuhudumia wewe, what about your parents? Wazazi wako mimi wanahusu. Akakukataa kwenye hilo, na wewe wazazi wako wanakugusa. Endapo unapopata hichi kipato cha ziada, unaweza kukitumia sasa kwenda kuhudumia wazazi wako. Na ikawa sio ugomvi tena pale nyumbani. Kama mwenyewe mama yako, baba yako kwa aliko, kwanza kwa unamtumia miamala na mzee akafurahi. Lakini pia kuna malengo yako, kununua mahitaji yako binafsi. Humu ndani naona mamadam wengi. Sasa ili uwe madam hapa mjini, at least kidogo yaani una kipando. Sawa? Tukiona madam alafu tunagombania wote daladala inakuwa changamoto. Kwa hiyo ni matumizi yako binafsi. Sasa hichi kipando so lazima mtu akuwekee. Ukirudi kwenye upande wa haki yake. Kwa hiyo anaweza wewe mwenyewe ukajikwamua kwa kupitia uwekezaji utakaofanya ukapata kipato cha ziada. Nimeongezea kwenda Hajj na Umra kwa sababu ya Waislamu, na of course tumesema shirika tunazungumzia halal investment. Kwa si ajabu kugusa vitu kama hivi. Una lengo la kwenda Umra, kwenda Hajj. Mume wako sio wajibu wake kukupeleka Umra, kupeleka Hajj. Inawezekana hichi kipato chako cha ziada ukakiweka vizuri, ukafanya hizo safari. Fortunately Umra sasa hivi na almost 3 million to 4 million. Kwa unaweza ukapata kipato chako, ukaenda katika miji mitukufu, ukafanya ibada yako ya Umra, ukarudi, hiyo boss lady mzuri kabisa ambaye umeenda hadi Umra. Lakini Hajj hivyo hivyo, possibility hiyo inawezekana kwa kupitia uwekezaji. Ukifanya saving tu, muda utakuwa mrefu. Lakini ukifanya uwekezaji, maana yake kile ulichokiweka kinaongeza, kinafanya double, kinaongezeka mara mbili. Kwa hiyo utakuwa rahisi katika mpangilio wako wa safari, mfano wa Umra au Hajj, utatimiza kwa haraka. Kumsaidia mumewe pindi kukiwa na uhitaji. Ndio issue tulikuwa tunazungumzia mwanzo. Mfano mume wako mpata tatizo, changamoto. Kwa hiyo ukiwa na kipato cha ziada, it's a stand step ambayo tunaweza tukaanza nayo katika kuinua familia ili isiondoke. Nadhani hapa kwenye changamoto hakuna shida au kuna tatizo lolote. Tunaendelea. Unaweza kujiuliza, sasa niwe na vitu gani ili niwe mwekezaji? Ili nianze uwekezaji niwe na nini na nini? Vitu vya kuzingatia sana kuvitazama kabla hujaanza kuwekeza: umri wako, your age. Na hapa inahusiana sana katika kuwekeza katika uwekezaji ambao una high risk, tunasema una hatari kubwa. Kwa sababu kwenye uwekezaji kuna uwekezaji mbalimbali, hasa uwekezaji wa kifedha. Kuna uwekezaji una low risk, hatari yake ndogo, na una high risk. Na kama ilivyo formula inasema the higher the risk, the higher the return. Ikiwa hatari ni kubwa na marejesho yake yanakuwa makubwa, ikiwa hatari ni ndogo, marejesho yake madogo. Kwa hiyo ukitaka kuwekeza, kwanza angalia umri wako. Kwa sisi vijana tukiingia katika uwekezaji wa hatari, hatuna shida, tuna option. Inawezekana sasa nasikia kuna uwekezaji wa forex na baadhi ya uwekezaji mbalimbali unasikia kwa vijana. Issue hizo ni zina high risk. Lakini kwa kijana akiinvest hata milioni 1 au milioni 2 kapotea shot, hana wasiwasi kwa sababu bado anaendelea kutafuta. Lakini ushakuwa umri umeenda, huhitajiki kuingia katika uwekezaji huo, kwa sababu hata ukija pale shirika hatutokushauri, kwa sababu wewe umri wako umeshakwenda mbele. Muda wewe unahitaji sasa hivi upate kipato ambacho kitakuendeshea maisha yako, sio tena kuanza tena kutafuta tena mwanzo, kurudi mwanzo.
Lakini kijana ana option. Kifeli hii anaweza kutafuta another option. Kwa hiyo umri ni kitu muhimu zaidi. Nimezungumzia hapo uwezo wa kutake risk. Of course inaendana na umri. Kwa risk appetite wenyewe tunaita kwa kitaalamu. Uwezo wako kupokea hatari. Kuna mtu uwezo wake wa kupokea hatari ni milioni 10. Yaani milioni 10 ikipotea hana shida. Of course tuna wateja wetu pale shirika wanaitwa Shirika Pre. Hawa wanawekeza hadi milioni 500, yani sio matatizo kwao. Kwa hiyo yule anaweza kukwambia katika milioni 500, milioni 100 sio shida. Wewe wekeza hata kwenye hatari. Yaani hata ikienda yote, zote problem. Akakwambia kabisa. Kwa hiyo mtu kama huyu utamwambia sawa, lakini kuna mwenzangu na mimi ukimwekezea 50,000 pia kwenye shares atakuwa anakuuliza kila siku shares zimepandaje ili ajue. Yaani ana wasiwasi na ile 50,000 yake tu. Kwa hao ni watu wawili tofauti. Kwa ukitaka kuwekeza pia angalia risk appetite yako. Wewe una asilimia ngapi ya kipato chako? Hii unaona hata ikipotea is not. Ndio maana watu wengi wanapagawa, wanawekeza kile ambacho wao ndio wanakitegemea, ndio roho yao. Hapo is a problem kwa sababu ukiwekeza kwenye roho yako, ikitokea changamoto yoyote, pressure itapanda, matatizo yataanza. Unatakiwa uwekeze kwenye amount ambayo yani wewe hata ikipotea it's not a big problem. Yani kweli utaumia lakini sio kwamba utarudi mwanzo. Ndio maana nimezungumzia hawa wateja kama wa Pre ambao wao pale shirika wanawekeza hadi milioni 500 na zaidi. Wao wanakwambia kabisa, yani unakuta mtu unakutana naye unafanya ile consultation ya kwanza onboarding, anakwambia brother, mimi ukiniwekea milioni 100 ikaenda haina shida. Hizo 400 sasa niwekezee kwenye uwekezaji wa hakika. Kiasi ulichonacho, of course ndio hiyo initial investment. Angalia kiasi ulichokuwa nacho. Haiwezekani wewe kiasi ulichokuwa nacho bado kina mahitaji yako mengine labda 500,000 ukawekeza yote kununua share yote. Tafuta kiasi ambacho unaona hiki naweza ukawekeza katika shares, mambo ya hisa na mambo mengine. Muda wa kuwekeza, time horizon, kwa sababu kuna watu wao wanawekeza kwa muda mfupi kwa ajili ya malengo yake mafupi. Na kuna mtu anawekeza kwa muda mrefu. Pale pia tunakutana na wateja kama hao. Mtu anakuambia niwekezee, unafika mwaka unamwambia vipi mzee, una renew, ana renew tena mkataba na sisi, anaendelea kuwekeza within 4 years, 3 years, kwa sababu hana wasiwasi, yeye ameweka kwamba hii mimi nimeweka target, na anakupigia simu wengine. Of course juzi nilikuwa naongea na mama mmoja ananiambia mimi hasa nataka niwekeze by the time inafika 2030 mimi nataka niwe na milioni 100 kama return yangu. Kwa hiyo niwekezee vyovyote utakavyoweza, nitakuwa nakupa 10 million unawekeza. After that ikifika 2030 nitakuwa nina top up sengine 30 million, nategemea mimi nitakavyopata. Ikifika 2030 natakiwa niwe na 100 million, kuna kitu naamua nikifanya. Kwa hiyo ukashaweka target yake ya kuwekeza. Of course unatakiwa uweke hicho kitu. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaweka target, na target katika kuwekeza of course ni kitu muhimu. Unawekeza katika lengo gani? Of course ya malengo sasa unaweka target yako. Mimi niwekeze kwa muda huu, ikifika kiasi fulani mimi naamua niache na uwekezaji, ikile kitu ile iliyopatikana iende kufanya shughuli nyingine. Falsafa ya uwekezaji, investment philosophy, growth and value. Hizi ni issue ambazo za kitaalamu. By the way ukija pale shirika moja ya huduma tunafanya ni consultation, tunawaconsult wateja wetu. Tunakushauri, tunaamua kuongea nao vizuri. Kwa hiyo tunafanya hii falsafa ya uwekezaji. Kwa hiyo tunakuandalia. Kuna issue inaitwa portfolio, tunakuandalia the portfolio na vitu kama hivi. Of course hii tunaifanya sana kwa wateja wetu. Kanuni sasa za uwekezaji. Mwanzo tulikuwa tunaangalia ni vitu gani unatakiwa uwe navyo, yani vitu vya kuangalia kabla ya kuwekeza. Sasa kanuni zenyewe za uwekezaji. Ya kwanza, set your investment goals, weka malengo yako. Hicho kitu cha muhimu cha kwanza. Usio unawekeza tu yani from nowhere, wewe unawekeza mzani. Nimesikia shoga zangu ameniambia bwana kuna uwekezaji huku, kuna issue ya sukuk au kuna issue ya shares nimesikia. Vipi? Eka malengo. Yani mimi nawekeza kwa sababu hii. Mimi nawekeza kwa sababu yale malengo ndio yatakontrol uwekeze wapi, uwekeze kwa muda gani, uwekeze kiasi gani. Of course malengo ni kitu muhimu sana. Kitu kingine, na of course kwenye malengo tumezungumzia hapa kwenye presentation yetu, unaweza kuweka malengo labda nikistaafu kwa wale wanaofanya kazi, au kaamua naweka malengo kuna watoto shule. Kuna mtu anakuja pale shirika kuinvest, anakuambia mimi na tatizo moja, watu wangu ada wananisumbua sana. Ikifika Januari mimi saa nyingine nakopa. Sio kwamba sipati pesa. Kipato changu napata lakini kina matumizi ya pakati mengi sana. Kwa hiyo mimi naamua na invest 10 million.
ambao mwisho wa mwaka shirika ni peni. Of course tunamwahidi the return, tunamwambia of course tunataji labda return ya 2 million, tumeassume, tumepiga hesabu zetu. Kwa hiyo mwisho wa mwaka ana uhakika wa 2 million ambao hili itakuwa ni ada kwa wanada. Kwa hapo kasha solve the problem. Yeye swala la ada ikifika Januari yeye anatikisa mguu tu. Watu wanahangaika huko kutafuta ada, yeye ana sehemu ambayo kaweka kama malengo yake kwamba niliwekeza for the return itaopatikana itaenda kwenye ada. Kwa hiyo kashaika target kwamba nawekeza January, for January to ikishafika December mimi na uhakika nitakuwa napata return ya kiasi fulani. That return siigusi, yote inaenda kwenye ada. Kwa hiyo hao ni baadhi ya malengo. Start early, start small. Anza mapema. Na hapa ni wapongeze mama zangu. Darasa hili kulipata sasa hivi ni the golden chance. Majority wanakuja pale kupata darasa, yani wanakuja kujua issue za investment, za uwekezaji. Washapita umri. Mtu kasha retire, anatafuta sasa kipato kingine cha ziada. Yani huko kwenye mifuko ile, yeye bado hapati ile ambayo anaweza kufanya gharama zake ziendelee. Anakuja muda ushaisha, lakini unapata sasa hivi. Hasa kama kuna vijana wenzangu, this is the best opportunity, the golden chance, yani usichezee mara mbili. Of course haya madarasa kuna sehemu nyingine wanaipata kwa gharama kubwa. Kwa hiyo ili swala la kupata yani ya kujua mapema, unatakiwa uitumie hii fursa ya kuelewa uwekezaji, uanze mapema, usifikirie mara mbili. Mfano nakupa mfano. Tunaangalia, nitakuja kuzungumzia habari za shares. Lakini natoa kama mfano. Kuna mtu wakati tunazungumzia habari za shares alienda kuuliza, shares zikoje? Akaambiwa ziko hivi, akaelewa. Wakati huo Swissport share moja inauzwa 1500 wakati huo. Yeye akawa anaendelea kujishauri. Juzi kaja shirika anauliza, ameshaelewa lile darasa, vipi shares zinakuaje? Mimi nikamwambia juzi Swissport sasa hivi imefika 3000. Wakati mwanzo angenunua kwa 1500, sasa hivi angekuwa na double share zake. Ishakuwa 3000, kuanzia 1500 mpaka 3000, 1500 nzima. Yeye alikuwa anajiuliza mara mbili. Kwa hiyo swala la kujiuliza ni tatizo ambalo watu wengi tunakuwa nalo. Sasa start early utakapopata taarifa, jaribu kutafuta details kwa watu sahihi uanze. Lakini start small, usiwe na mizuka. Ukasikia watu wanakuwa mabilionea, ukajua ni issue ya siku 2 ya siku 3. Kile ulichokuwa nacho anza kwa kidogo, uone mchezo unavyochezwa. Watu wengi wanalalamika kashawekeza a lot of money ambao anaitegemea, alafu baadaye sasa anaanza kuuliza, hasa kwani vipi shares zinakuaje? Sipati return, sio hivi. Sasa unamwambia kwenye shares mchezo haupo hivyo, upo hivi. Sasa mngeniambia mapema. Ungewekeza kidogo kwanza uone mchezo unachezwaje. Kwa sababu this is about lazima uanze kwa kidogo. Kwa hiyo unaweza kuanza, sisi tunashauri pale shirika uanze na, kwa mfano kwenye shares uanze kununua shares za hisa za F50. Uone track sasa, ujue namna hisa zinavenda. Kama inawezekana hata kwa mwaka. Anza na F50, utakuwa una top up kadri utavyoona unajiridhisha kwamba sisi ina manufaa, utakuwa unaongezea. Na kwa hiyo sisi tuna app yetu inaitwa Shirika app. Of course tutakuja kuizungumzia baadaye, lakini kama unaweza kuidownload, ipo Play Store, lakini pia ipo kwa iOS kwa watu wanaotumia iPhone. Inaitwa Shirika. Wewe ukisearch Shirika utaiona Shirika app, ina our logo. Nadhani logo ipo hadi kwenye presentation yetu. Ukikuta unaingia humo. Humo sasa sisi tutakusaidia namna gani ya kuwekeza. Lakini pia diversify your investment. Usiwekeze sehemu moja. This is our problem, big problem kwa Afrika. Watu wanawekeza sehemu hii. Tatizo likitokea, ile sehemu yote imeenda na maji. Mfano una biashara tu. Changamoto imetokea kwenye biashara, unaanza tena nyuma, unaanza mguu mmoja. Akati ulishapiga step, yani ulishapiga step hata miguu 3 4. Kwa hiyo ukianza mwanzo umejirudisha nyuma. Usiwekeze sehemu moja. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa ugawe uwekezaji wako. Unaweza ukawekeza kwenye ardhi kiasi kidogo, unawekeza kwenye biashara kiasi kidogo, kwenye mambo kama hisa na vitu kama hivyo kiasi kidogo. Kwa hiyo inapata changamoto sehemu moja, kuna sehemu moja inaenda kutia backup. Kwa hiyo unakuwa hujaumia sana. Ile athari ya maumivu inakuwa haipo. Una monitor and readjust your portfolio. Of course hii sana tunawafanyia wateja wetu wa Shirika Pre. Tunawatengenezea the portfolio. Kwenye Shirika Pre
Of course tunaanza kwa wateja wetu ambao wanaanza milioni 10 kuendelea. Kwa hiyo tunatengenezea portfolio ambayo tunawafanyia investment katika different type of investment. Sawa. Kwa hiyo tukiwatengenezea portfolio tunawaambia utawekeza kiasi hiki sehemu gani, utawekeza kiasi hiki sehemu gani na utawekeza kiasi hiki sehemu gani. Kwa hata wewe unaweza kutengeneza ka portfolio chako kadogo cha kuweka percentage ya uwekezaji wako. Lakini pia alignment, uoneshe uwekezaji na malengo. Kwa hiyo unaweza kupanga kadaftari chako unaonesha uwekezaji na malengo yako. Sina elimu kubwa sana, nina certificate ya secretary na niliwahi kuwa mfanyakazi katika shirika moja la kidini liitwalo Munadhamat Dawat al-Islamia. Nilihudumu katika lile shirika miaka 11. Nilihudumu kama secretary wa mkuu wa chuo cha ualimu Ununio kwa miaka 5. Baada ya hapo nilihudumu kama secretary wa mkurugenzi wa shirika kwa mwaka 1. Baadaye nikahudumu kama school fees record keeper wa vituo vitatu vya shirika: Kunduchi Girls, Ununio Boys na chuo cha ualimu Ununio. Baadaye lile shirika liliuzwa. Aliyenunua alianza kusafisha idara ya fedha na mimi nikiwemo. Ilikuwa ngumu sana kuanza maisha upya nikiwa sina mshahara. Lakini kwa kumtegemea Mungu nilipambana, nilijifundisha kushona nguo. Sikuona kwamba ile kazi ninayoifanya inanipa kile ninachokitaka. Nikaona bado hapa nilipo sijafika. Nimeshona nguo kwa miaka 3. Sikuona mafanikio mpaka siku nilipokuja kusikia habari za Yemko wakitafuta watu wa kuwafundisha ualimu wa vikoba. Nami nilishiriki yale mafunzo. Nikafanikiwa kuwa mwalimu wa vikoba chini ya mwamvuli wa Yemko. Baadaye kilianzishwa kikundi kutoka kwenye lile darasa. Nami nilijiunga kwenye kile kikundi na nikawa mweka hazina wa kikundi. Nimefanya ile kazi lakini kipindi chote hiko nahangaika kushona, nahangaika kujifundisha mafunzo ya vikoba. Sikuwahi kukata tamaa kwamba siku moja nitakuja kuajiriwa. Tamaa yangu nilikuwa bado natamani siku moja nije niajiriwe, nirudi kwenye maisha yangu ya ajira, niendelee kupokea mshahara. Siku moja ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 12, ndio siku ambayo niliapa mwaka 2024 sitakuja kuomba kazi tena. Nakwambia mwanamke mwenzangu, hata kama umeajiriwa upo kwenye ajira yako, jitahidi kupambana, ufanye vitu vyako nje na ajira, ili siku moja ajira yako ikija kupotea usije ukapata haso kama nililolipitia mimi. Nilipeleka maombi ya kazi kwenye taasisi fulani tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2024. Nilipopeleka maombi kwenye ile taasisi, HR wa ile taasisi aliniambia, akaniambia, wewe umeshazeeka na hauwezi tena kuajiriwa, rudi nyumbani kalee watoto. Lakini katika mapito yangu yote sikuwahi kuona changamoto kwamba ni vikwazo vya kunifikisha pale ninapopataka. Yule HR nilimwambia asante, lakini nililia sana kwa uchungu na nikaiona ile kauli ni kama njia ya kunifikisha pale ninapopataka. Nilichukulia ile kauli kama changamoto ya kunifikisha sehemu ninayoitaka. Nikarudi nyumbani nikachukua vyeti vyangu vyote nikampelekea mama, nikamwambia, mama, hivi vyeti ukiniacha navyo nitavichoma moto, lakini kuanzia sasa hii 2024 ikiisha hautalala njaa tena. Nitapambana kwa kadiri Mungu alivyoniwezesha. Na kweli sikukata tamaa. Tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2025 alinijia mwanamke kwenye kikundi changu. Akaniomba, madam, mimi ni dereva wa bajaji, naomba unisaidie mkopo nikafuatilie leseni yangu. Hakuwa na sifa za kupata mkopo ule, lakini nilipambana kwa sababu ni mwanamke na ameniambia anataka akafuatilie leseni zake. Nikampatia ule mkopo. Lakini yule dada alikuwa muongo. Alikuwa anaenda kumalizia kiwanja na sio kufuatilia leseni. Lakini nikasema nilimuomba Mungu anipe kitu cha kufanya. Yamkini hii kazi aliyosema dada anaenda kuifuatilia ndio kazi yangu ambayo nimemuomba Mungu anipe. Nikampa ule mkopo wake, akaenda kulipia kiwanja chake. Lakini nikarudi kwenye maombi yangu, nikamwambia Mungu, ikiwa hii ndio kazi ambayo ulinipa, yani umeleta kwangu ili niifanye, basi niondolee vikwazo kwenye njia zangu, ili nisipate kikwazo chochote
lakini nikakaa miezi mitatu bila kumwambia mtu yote kwamba nina wazo la kuendesha bajaji, mpaka nilipohudhuria semina hapa iitwayo Nguvu ya Uthubutu. Nikasema hii kitu pia imeniamsha, ninaweza kuthubutu, lakini sina sifa za kupata mkopo wa bajaji, lakini sijui nianzie wapi. Nilipambana pia kwa uwezo ambao Mungu aliniwezesha, mkurugenzi alinisaidia, nikapata mkopo wa bajaji, nikaanza kujifundisha mafunzo yangu tarehe 1 mwezi wa 5 2025, na tarehe 9 nikapata mkopo, nikaanza kazi rasmi. Haikuwa rahisi kabisa. Ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa uwezo wa Mungu na ukimtumaini Mungu katika kila jambo, basi mambo yako yote yataenda sawa. Ninaamini hivyo. Nilipoanza kuendesha bajaji, watu wengi walinikatisha tamaa. Kuna watu walisema hautaweza, hizi ni kazi za wanaume, walinikatisha tamaa sana. Lakini nilijiuliza akilini mwangu, ni nani anayepima uwezo wa kuthubutu? Yaani sisi uwezo wa kuthubutu unapimwa kwa jinsia? Eti jamani, niwaulize ndugu zangu, tunapimwa kwa jinsia? Hapana, tunapimwa kwa uthubutu na uwezo wetu wenyewe. Niliamini uwezo uliokuwepo ndani yangu, sikujali yaliyosemwa na watu. Niliamini kupambana na hofu niliyokuwa nayo, na nilipambana na vikwazo, na nilipambana kufikia pale ambapo wengi walizani kwamba sitafika kulingana na kwamba mimi ni mwanamke, lakini nilifika kwa uwezo wa Mungu. Na hapa leo nimesimama hapa mbele yenu ni kama mshuhuda mkubwa wa kufanya kazi ambazo wengi wanasema hizi mwanamke afanye, hizi anafanya. Mimi ni dereva bajaji, lakini leo siingii barabarani nikiendesha bajaji nikisema kwamba natafuta riziki tu peke yake. Hapana. Kwanza nafanya kazi kama kivutio cha wengi. Nasimamishwa tu na mtu anafungua kioo chake, anasema nimefurahi, wewe ni utalii. Ananipa hela yake, kajaze mafuta. Alhamdulillah, nashukuru Allah. Lakini si hivyo tu. Ninapokuwa barabarani, mimi ni mfano mkubwa kwa wanawake wenzangu na mabinti ambao wanaendelea kukua, kwamba hakuna kazi ambayo hii ni ya mwanamke, hii ni ya mwanaume. Kazi zote kila mtu anaweza akafanya. Kama mimi leo hapa nimesimama, ni dereva bajaji, naendesha bajaji. Na wengi walikuwa wananidharau kwamba tukipanda bajaji ya madam hatutafika mjini kwa wakati. Lakini nawafikisha mjini kwa wakati. Mfano unatokea Kinyerezi, akiendesha dereva mwingine mwanaume Kinyerezi anafika kwa dakika 35 hadi 40, lakini mimi nafika kwa dakika 29. Na wengi sasa hivi wananikimbilia. Kwa hiyo niko hapa kukwambia wewe mwanamke ambaye leo umehudhuria kwenye hii semina, nichukulie mimi kama mfano wako hai na nguvu yako ya mapambano. Na hata siku moja usije ukakata tamaa eti kwa sababu kuna changamoto imekufesi mbele yako. Itumie ile changamoto kama njia ya kufikia ndoto zako au kwenda kwenye mafanikio yako, kama nilivyozitumia mimi changamoto zangu. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini ninataka leo mwanamke ambaye leo umehudhuria kwenye hii semina, usiondoke bure. Ondoka na neno moja tu ambalo litakusaidia kwenye maisha yako. Kama mimi Kudrat Ngoi niliweza kushika usukani na kuendesha bajaji na kuendesha maisha yangu kwa kupitia njia niliyoichagua, wewe ni nani usishindwe kufikia ndoto zako? Kwa ninaamini mtafikia ndoto zenu, lakini weka neno moja tu moyoni mwako kwamba mimi ninaweza. Naomba tuseme wanawake kwamba mimi ninaweza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Namshukuru Mungu kwa kuniumba mwanamke, na mpaka hapa nilipo ni mwanamke ambaye bado ninajisifia kwamba ninaweza. Lakini najua hata wewe mwanamke uliyekaa mahali hapo na wewe unaweza. Wanawake tupo. Huu ulikuwa ni mwezi wa wanawake. Tumeweza kuzunguka sehemu mbalimbali, nikaona nguvu ya mwanamke. Mwanamke akisema ndiyo, kwa kweli kila kitu kinawezekana. Mwanamke akisema ndiyo, hata nyumbani kama hamna hata chakula, watoto wanakula. Si ndiyo Kwa hiyo mwanamke ni kiungo cha familia. Mwanamke anaposimama popote nyuma, mwanamume aliyoko na mwanamke nyuma aliyesimama, maendeleo yanakuwa imara. Uongo kweli? Kwa sababu sisi ndo tunaowawezesha hawa akina baba waweze kwenda kwenye kazi, wakae vizuri. Mwanamke ndo anampa chakula vizuri. Mwanamume asiposhiba hawezi kufanya kazi. Wanaume wanapikaga jamani? Si wanawake ndo tunapika Mwanamke akikaa akimwezesha mume wake, akili ikikaa vizuri,
atafanya kazi vizuri na mtakuwa matajiri, kwa sababu akili yake akienda kazini anafanya kazi akiwa ametulia. Lakini mwanamke akisimama akiwa anampa mume wake frustration, hata familia zinakuwa haziwezi kusimama imara, kwa sababu kichwa cha nyumba ni mwanamume, si ndio? Niliposimama hapa, kichwa kuanzia kwenye kichwa kwenda chini, sehemu kubwa iko wapi? Ni ya kichwa au ni kwenda chini? Kwenda chini ndio sehemu kubwa Kwa hiyo ujue mwanamke wewe umepewa, wewe mwanamke ni shingo, unayezungusha tu shingo ya mwanamume, inaenda hivi inaenda hivi. Kwa hiyo ukiona mwanamume ameenda sehemu nyingine, wewe ndio umemwambia aende, kwa sababu shingo yako ndio imemgeuzia kule. Na nikubali sasa mnakubalije haraka haraka? Ina maana akiwa na mchepuko wewe ndio umemwambia aende kwa mchepuko? Kwa maana hiyo basi, wewe mwanamke natakiwa usimame, wewe ndio miguu, wewe ndio mikono, wewe ndio kifua, wewe ndio wewe ndio kila kitu. Sasa kama wewe ndio kila kitu, hakikisha hiyo nafasi yako umesimama imara. Usiposimama imara, familia inayumba. Mimi naomba nitoe ushuhuda wangu kidogo tu. Na nikubalia, muda unatosha. Natoa ushuhuda wangu kidogo. Mimi nilikuwa sipendi sana kuwa tegemezi kwa mume, hata pia watoto. Ninaamua kufanya jambo langu, ninalifanya kwa sababu nimeona linaniwezesha. Sasa basi, mimi nafanya biashara. Mimi ni mfanya biashara wa network marketing, ingawa leo sio kazi yangu. Hiyo biashara ni biashara ambayo watu wengi sana wanaipinga. Hata hapa nikisema nikupresent ni wachache sana watasema ndio tunafanya. Lakini mimi hiyo biashara nilivyoipeleka kwa familia, nikamwambia jamani, leo mimi nimeamua kukata kadi, nafanya hii biashara. Mtoto aliniambia, umeshaanza kwenda kutapeliwa tena mama, matapeli wameanza tena, utaanza tena kulalamika, kwa sababu tulishavifanya sana, lakini hatukuwahi kupata matokeo. Lakini kwa sababu kuna kitu nilikuwa nimekiona kama mwanamke, nilisimama. Nimeifanya hiyo biashara, sasa hivi mimi ndo natunza familia. Hata vikao vikikaa, mimi ndo ninamalizia michango. Ni kwa sababu niliamua kusimama kwenye position yangu. Ni kwa sababu niliona kitu. Ni kwa sababu nilijua ninaweza. Katoka mama mmoja kusema hapa, tuseme mwanamke unaweza. Ukijiambia unaweza na utaweza kweli. Lakini ukisema uwezi na hautaweza. Niwaambie wanawake, tuna nafasi kubwa sana kwenye familia. Na jaribu kuchunguza hata kwenye familia nyumbani. Mama akishaanza kusema hili jambo haliwezekani, hata baba ana nguvu ya kuendelea. Mmeshachunguzaga hicho kitu? Hata kama ukikaa na baba hapo kamwambia hii biashara ni nzuri, baba atatoka hapa na furaha kubwa sana. Akitoka nyumbani akienda kumweleza mke wake, akimwambia neno moja tu, yule mwanamume anafanyaje? Ananyoea. Kuna mamlaka na nguvu Mungu aliyotupa ndani yetu. Mungu ametuumba tofauti. Tuna nguvu kubwa sana. Lakini hii nguvu ukiitumia, uitumie kwa faida. Usiitumie kwa hasara. Utumie kwa kufanya uchumi wako uwe mzuri. Wanawake tunaweza sana. Tukiwa na pesa kwenye familia, kuna wanawake wengi wamejituni kwamba mitazamo, hii ni mitazamo. Kwamba mimi ni mwanamke, ni lazima mwanamume aninunulie nguo, ni lazima mwanamume anunue chakula, ni lazima mwanamume aninunulie hata kipodozi. Sikuna wanawake tu kwa hivyo Nasema hii ni kazi ya mwanamume bwana, mimi ni mwanamke nitajitunzaje mwenyewe. Lakini nikwambia hiyo ni mitazamo. Tena mitazamo ambayo sio mizuri hata kidogo. Baba naye anahitaji msaada wako mama. Ikiisha chumvi akuta umenunua. Kiberiti kimeisha akuta umenunua. Sasa wewe hata kiberiti kikiisha mama, unamsubiri baba anakuja kununua kitu cha shilingi 100. Wanawake tunaweza. Unapokuwa juu kiuchumi mwanamke, na kuomba sana mwanamke ukiwa juu kiuchumi, usione kwamba umefika mwenyewe. Ni kwa uwezo wa Mungu. Mungu ndo amekufikisha hapo. Isiwe fimbo yako sasa ya kumpiga yule baba, hata kama ana biashara. Unaanza kumwambia mimi hapa sinakulisha tu. Unaanza kushuka mpaka na kwa watoto. Unaanza kuambia mnamuona baba yenu? Hii pesa inayoliwa hapa mimi yote mimi ndo ninatoa. Unamdhalilisha mume wako hata kuanzia kwenye familia. Kwa sababu wewe una nguvu ya kusema, na ukisema linasikika, na ukisema linakuwa na nguvu kubwa. Na ndio sababu tunaambia wanawake tunaongea maneno mengi kuliko wanaume.
Wanaume wana majibu machache sana, lakini mwanamke unaweza ukaulizwa swali moja tu ukaanza kujibu maswali mengi. Ni kwa sababu ya nguvu Mungu aliyotupa. Kwa hiyo kama tuna nguvu hiyo Mungu ametupa, tuifanyie kazi kupandisha uchumi wetu. Hamua leo, badilisha mtazamo wa kusema kwamba mimi ni wa kutunzwa tu, mimi ni wa kuletewa tu. Hata we mwanamke unaweza kufanya biashara na ukajenga nyumba. Na msifu sana mwanamke mwenzangu aliyetoka hapa anaendesha bajaji. Watu wengi wanafikiri kuendesha bajaji ni wanaume tu. Sasa hivi wanawake tumeamka. Anaweza kukaa barabarani anasema kwani kujifundisha bajaji si ninaweza? Na si ninaendesha watu. Na maeneo ya kwenda sinayajua. Kazi yangu ni kumfikisha abiria pale anakotaka kwenda. Anapokea hela yake anaweka wapi? Anaweka mfukoni. Na ile pesa inaenda kumsaidia, inasaidia familia. Baba akileta na mama akileta, mkiweka pamoja, mmejenga familia iliyo bora. Kwa mwanamke nikutie moyo. Unaweza sana. Nenda sasa hivi kabadilisha hizo fikra. Kama uko hapo nafikiria hivyo, kwamba wewe kazi yako ni kulelewa na baba, baba alete wewe upike. Mwingine anakuambia mwenzangu, mimi mama wa nyumbani tu. Hakunaga mama wa nyumbani, mama wa nyumbani sofa seti na makabati rafiki yangu. Wewe sio mama wa nyumbani, wewe ni mama mchapakazi na mchakarikaji. Namshukuru Mungu sana. Nilikuja kwenye semina ya kuweka malengo. Kwa kweli nikitoka hapa bila kumshukuru Coach Basanga nitakuwa nimekosea sana. Kwa sababu yeye ndo alinibadilisha kimtazamo. Nilikuwa ningepata pesa lakini nilikuwa ninakwenda kwenye mambo ambayo siyo sahihi sana. Akanifundisha kuweka malengo. Nikaweka malengo kama mwanamke. Nikasema mimi mpaka itakapofika mwezi wa 12 2025 nitakuwa nimeshanunua gari yangu. Na namshukuru Mungu sana, nilisimama kama mwanamke na hata sasa hivi ukitoka hapo nje gari yangu nimepaki nje hapo na Alphard ELOV ya 721. Jamani, nimepewa maiki tu niongee kidogo. Naona mhamasishaji ananikonyeza hapa ananiambia muda wa mtoshi. Lakini siku nyingine tukiwa na semina wanawake tunaweza. Twende tukabadilishe mitazamo yetu ya kuona kwamba sisi ni tegemezi. Sisi sio tegemezi kihivyo. Tunaweza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Aya, mimi kabla sijazungumza natamani muwapigie makofi wa mama wawili ukiachana na baba. Mimi nataka wamama tu leo. Natamani tu wapashie. Yule mama wa kwanza aliyetoa ushuhuda pamoja na mama wa pili aliyetoa ushuhuda. Wameongea vitu vikubwa sana ambavyo kina mama wengi hatuna. Naomba tuwapashie. Kila mwanamke aliyekuwa hapa na mbaba aliyekuwa hapa naomba tuwapashie. Wakina mama naomba tupashe. Mama hapo sikuoni ukipasha. Madamu unaegeuka nyuma wewe ndio pasha. Madamu hapo yes. Naomba tupashe. Pasha. Choma tena kiduchu. Haya. Mimi nadhani nitakuwa na mambo mawili tu ya kuzungumza. La kwanza ningetamani kufahamu kwanza mwanamke ni nani, wito wake ni nini, amekuja kufanya nini hapa duniani na ni kazi gani ambayo imemleta hapa duniani kuifanya. Cha kwanza nikisimamisha hapa wanawake wawili nikaanza kuwauliza we ni nani, inawezekana ikawa ni changamoto kidogo kujua kwamba wao ni kina nani na wamekuja kufanya nini na wajibu wao ni kitu gani. Yaani tukikuuliza tu mama hapa, wewe ni nani? Utasema nini? Ni kweli mwanamke ni nani? Mwanamke ni msaidizi. Ukisoma Mwanzo 2:28, Mungu akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo wito wa kwanza wa mwanamke ambao umemleta hapa duniani ni kusaidia. Sio kuja na misheni yake, ni kusaidia. Yaani wewe ni msaidizi. Ingawa siku hizi mimi naweza kujitegemea, wewe jitegemee. Lakini nature ya mwanamke ni kusaidia.
yeye ni msaidizi, lakini amesema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Huyu aliyezungumziwa ni Adamu, ndio alikuwepo wa kwanza, lakini wa pili akawa ni Eva, ambaye aliambiwa kwamba sasa ndo anakuja. Na hata ukisoma hiyo mbili, akasema mwanamke, Adamu alipomuona akasema huyu ni ubavu katika ubavu wangu, ni nyama katika nyama yangu, ni mfupa katika mifupa ya kwangu. Sasa lazima sasa tujue tumekuja kumsaidia mwanamume kwa upande gani na kwa wakati gani na kwa majira gani. Watu wengi wamekuja wametolea shuhuda hapa kwamba mimi nilivyokuwa hivi, nimekuwa hivi, mimi nimekuwa hivi. Mimi nimeona nikiwa niko mdogo, kaka zangu, wajomba zangu, mimi nimelelewa sana na bibi yangu. Bibi yangu alikuwa anawaambia wajomba zangu na kaka zangu kwamba someni ili muweze kuongoza familia zenu, muweze kutunza watoto wenu na wake zenu. Lakini sisi tulikuwa tunaambiwa huyu ataolewa, lazima ajue majukumu yake na wajibu wake, anatakiwa kufanya kitu gani. Sasa shida iko hivi, siku hizi wote tunasoma, ni sawa. Biblia inatuambia mwanangu usimwache elimu akaenda zake, sio kitu kibaya, ni lazima usome. Lakini lazima ukiwa mwanamke ujue wewe ni nani, wajibu wako ni upi, mipaka yako na udhaifu wako na uwezo wako, ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya, nini ambacho unaweza kukifanya. Siku hizi mimi nikiwa ninashika fedha sihitaji kuolewa. Siku hizi kuna vitu unaenda tu unaadapti mtoto, unaenda kwenye mashine unapata mtoto. Nikwambie kitu kimoja, waulize masingo mama, watakuambia hakuna kitu cha muhimu hapa duniani kama sauti ya baba kwenye nyumba. Kama hakuna sauti ya mwanamume kwenye nyumba, tunajidanganya. Sijui tunaelewana? Yaani tusijidanganye. Ndio maana Mungu akaweka hivi vitu hivi viwili, mwanamke na mwanamume. Nataka nimtolee mfano rais wetu Mama Samia. Alisema nyumbani mwake anapiga magoti na anampikia mume wake. Lakini mwenye cheo ni nani? Mwenye cheo ni nani? Kwa nini anampikia mume wake? Kwa sababu huo ndo uumbaji na hiyo ndo nature. Tumekuwa tunadanganyana sana kwamba una uwezo wa kujisimamia, wewe jisimamie tu, lakini yupo mama kasema hiki kiwiliwili ndo kikubwa, kichwa ni kidogo. Lakini kitu kinachotoa mambo makubwa zaidi ni kichwa. Kwa hiyo mwanamume ni kichwa ambaye anaongoza familia, lakini nyuma yake yuko mwanamke mwenye nguvu. Waswahili wanasemaga hivi, mpambe ana nguvu kuliko mwenye nini? Mwenye mali. Jamani, si tunaona matajiri wakitembea mjini, wakina sijui Mwijaku sijui kina nani, si wana nguvu zaidi kwa wale matajiri? Yaani hujamfikia tajiri mpaka umfikie fulani ambaye ni mpambe wake. Ndio ilivyo nyumbani. Wewe una uwezo wa kusema mume wako kushoto kulia na akageuka, ukiwa umeijua nafasi yako. Siku moja mimi nilikuwa nimekaa tu nikaanza kuchukua karatasi. Nilianza kujiandika mimi, nikaanza kusema mimi ni nani? Nikasema mimi ni Salome. Salome ni nani? Ni mtu wa aina gani? Nikaanza kujiangalia. Nina hasira, nina moja, nina mbili. Mimi napenda sana watu, lakini mtu akinikwaza jambo linaishia hapo. Yaani jambo akinikwaza jambo linaishia hapo. Okay, nikaanza kujua madhaifu yangu na uzuri wangu. Nikaanza kumuuliza Mungu, mimi hapa duniani nimekuja kufanya nini? Kazi yangu ni wipi? Na wito wangu ni wipi? Ili niweze kusimama na kufanikiwa. My dears, Adam na Eva walipoumbwa na Mungu katika hii dunia, walipewa bustani ya Edeni, waitunze na wailime. Waliposhindwa Mungu aliwafukuza. Ndipo laana zilipokuja, ndipo mahangaiko yanapokuja. My dears, single mamas wengi tuna mateso mengi. Watoto hawaendi shule, unashika vibwebwe kwenda kupigana na mtu alishaoa na ana mke wake, anasubiri mke wake ampe go ahead ya kusema atoe ada ya mtoto kwenda wapi? Shule. Wakati wewe ile ilikuwa ni nafasi yako wewe. Kwa hiyo my dears, lazima tujitambue. Chukua kalamu na peni, anza kujiandika. Jua uwezo wako, jua nguvu yako, jua mpaka wako, jua ni kitu gani unachokiweza zaidi. Halo? Ukisoma kwenye Methali 31 kuanzia mstari wa 10. Asante my dear. Ukisoma Methali 31 kuanzia mstari wa 10 inatuambia ni nani awezaye kumjua mke mwema? Mke mwema anatoka kwa nani? Kwa Bwana.
kuwakunjulia wahitaji mikono yake. Chakula chake anatoa wapi? Mbari. Mume wake anajulikana malangoni. Mume wake humwita heri. Hulisha watu wa nyumbani mwake kwa chakula kwa mikono yake. Sasa mimi Ndumbago, kwa sababu nina kazi, naulize hivi, wewe unanibabaisha nini? Sinaweza kufanya kazi? Usijidanganye, utahangaika. Huko nje ni kugumu. Tunadanganyanaga, yani tuliokuwa ndani huko, yani tunatamani kutoka, nyinyi mnataka kuingia. Sikudanganye my dear. Wadada wengi hapo ukiwauliza watakwambia nataka kufanya nini? Kuolewa. Halo? Kuna mtu hataki kuolewa hapa? Ukiona hataki kuolewa, ana kitu amekibeba hapa. Kuna kitu kizito kimefanya nini? Kimempiga. Halo? Sijui kama tunaelewana. Yaani lazima ifike wakati tunaambia tunaenda na utandawazi, lakini ukweli lazima tufanye nini? Tuseme. Mimi siku moja nilikuwa nimekaa na mama yangu, tukawa tunasikiliza Clouds, kina Dina Marios, wakawa wanazungumza habari ya ulawiti. Mama akawa analia, anasema mume wangu mwenyewe kamlawiti mtoto wangu. Nikanajiuliza, mpaka nikamuuliza mama, hivi hii shida ni nini siku hizi? Lakini wakati nimetulia, mimi napenda sana kuomba. Usiku nilivyokaa nikatulia, nikawa namuuliza Mungu, hivi kweli baba wa mtoto wangu anaweza akageuka akafanya mtoto wangu kitendo hiki? Inatokeaje? Shida ni nini? Nikawa nasikia ndani yangu, shida ni kwetu sisi. Biblia inatuambia mlee mtoto wako katika njia impasayo kwenda, hata isahau atakiwa mzee. Huyu aliyemlawiti huyu mtoto, hata kama ni mume wake, kuna mahali mama yake alikosea. Yaani mtoto wangu Maron akisimama anavuta bangi, ana mambo ya kipuuzi, ananiwakilisha mimi, kwa sababu mikono yangu hii Mungu amesema anaibariki. Kwa hiyo nikishika watoto wangu, mimi ndo naweza kumlea. Mtoto wa huyu mama akisimama hapa, anamrepresent yeye. Ukianza kulalamika mtoto wangu anavuta bangi, mtoto wangu kichaa, mtoto wangu ana nini, anakurepresent wewe. Kuna mahali umeshindwa kumlea, kumtunza, kumfikisha mahali anapotakiwa kwenda, hata isahau hata kama akiwa mzee. Wewe umewejezaje? Wanasema wao tukipeleka msikitini watoto hao si walimu wa madrasa wanawageuza. Sio kimbilio, kwa sababu kuna mahali mzazi alifanya nini? Alikosea. Si wako mashehe wanawageuza watoto, si wako mapari wanawageuza watoto. Kwa sababu gani? Hata ukimpeleka mtoto mahali penye nyumba ya ibada, kama msingi wake haukuwa mzuri, hakuna. Biblia tuambia misingi ya mwenye haki ikiharibika atafanya nini? Tuko hivi tulivyo kwa sababu ya wazazi wetu, kwa sababu ya namna ambavyo tumelelewa. Zamani sisi tukirudi tunaogeshwa pale. Mimi nimekulia kwenye familia ya bibi yangu, watu wengi, kinatengwa chakula hapo, tunakula. Kuoga tunapanga mstari kwa bibi yangu. Siku hizi wazungu, mimi na watoto wangu wawili, mwingine yuko chuo, mwingine kadogo, anajipanga na nani? Hajui atakutoa, hajui atakusaidia. Akienda kwa watu anakuambia no, this is my mind, don't touch it. Na mzazi anaona it's okay. Unajua hajazoea kukaa na watu. Fundishe, mpeleke hata kwa jirani akale, akaona watu wengine wanaishije. Ndio maana watu wanaenda kusaidia. Tumesema akina mama tubebe chochote twende kusaidia. Hakuna hata mtu aliyebeba mtoto wake akaja naye hapa akamfundisha kama kuna kutoa. Nani kaja na mtoto wake? Even I sijaje. Kochi kila siku anafundishaga hapa, bebeni watoto wenu. Mafundisho tunayopata hapa, mtoto anaanza kujua kwamba kuna kitu fulani kinatakiwa. Ndio maana ukienda, mimi nimefanya kazi sana na Wahindi filamu. Nimefanya kazi na mtu anaitwa Nilesh. Naenda kwa Nilesh nakuta wale watoto wako pale. Sasa ninasema pay them, anashika chuchu anahesabu anakulipa. Unakaita bosi. And now ni mabosi zetu. Watoto wetu tunawafundisha nini? Tunawalisisha nini? Tunabaki mimi nimeshindikana ninafuta bangi. Wewe ndio umeshindikana. Na siku ya mwisho Biblia inatuambia linda sana ulichonacho, usije ukakipoteza. Mlinzi akikichukua kukirudisha sio rahisi sana. Waulize kina mama jamani, waulizeni kina mama. Biblia inatuambia mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama yake, lakini mtoto mwerevu ni faida kwa baba yake. Mtoto akifanikiwa, baba hata kama hakuleta papers akasema mimi yule ni mtoto wangu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi baba yangu nilikorofishana naye wakati ninaingia form 1. Akasema mimi sijapata mtoto mjinga hivi. Kamuulize mama yako ulimpata wapi?
Nikajiuliza, hivi ukaniambia hivi? Nilivyoingia form 2, mimi naitwa Salome Ulasa. Nilivyoingia form 2, si unaruhusiwa kubadilisha jina? Nikaenda nikabadilisha, nikajiandika Ndumbagwe Misayo Kayoka. Jina la bibi yangu mzaa mama na babu yangu mzaa mama na baba yake mzaa mama. Ndumbagwe ni jina la bibi yangu, Misayo jina la babu yangu, Kalungu yeye ni jina la huko la mbele kabisa. Imefika wakati nimeanza kuonekana kwenye TV, nina ndinga yangu. Babangu alimwambia mamangu, "Ai sisi tunamwambia ndio jini nyang'anya mtoto wangu kambadilisha na jina." Halo, tupo. Yaani ukiwa na toto lako alieleweki, baba atokezi hata iweje, hawezi kutokea. Kwa sababu Mungu hajamuumba mwanamume kulea. Mtu anaachika, anaacha watoto kwa mwanamume, yeye anaondoka. Unategemea nini? Una akili sawa? Mtu ana mtoto, anakaa miezi minne, hajaogesha mtoto, hajui mtoto anakuaje. Mtu anashuhudia, nilimwona mtoto anaanza kutembea hivi, kwenda kumuogesha ameshaharibika. Stupid you. Yaani aliyemharibu hana shida, ila wewe. Wamama, tukizijua nafasi zetu, na kuambia mashoga wataisha. Yaani tukijua nafasi zetu, mashoga wataisha. Tukizijua nafasi zetu, wavuta bangi wataisha. Mimi nataka nikutoe shida nyingine. Mdogo wangu kabisa alikuwa anavuta bangi, akaingia kwenye unga, alikuwa anaiba vitu vya nyumbani. Baba hakuwahi kulipa hata marai, ila mama ndio alikuwa anauza hadi vitenge vyake. Baba anasema ni mtoto wako. Siku moja nikamwambia mama, yamkini unamuona kama mvuta bangi, badilisha namna ya kujiona. Biblia inasema mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Anza kumuona tofauti. Toa sadaka, mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya huyu mtoto. Umenipa mtoto mwanamume mkamilifu mnini. Tangu alipoanza kumtamkia mazuri na kumuona tofauti, amebadilika. Mamangu angekuwepo hapa angesema. Kuna wakati tuambiane ukweli. Yaani mimi nikiwa na hela haimaanishi kumdharau mwenza wangu. Nikiwa nimebariki hata niwe na bilioni 10, atabakia kuwa baba tu, no matter what. Hello? Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo mimi naomba niishie hapo, ila naomba nikuachie homework. Kafanye kwa faida yako nyumbani. Chukua peni na karatasi. Anza kujiuliza, mimi ni nani? Kazi yangu ni nini? Wajibu wangu ni nini? Hapa duniani nimekuja kufanya kitu gani? Ukishajipata hautateseka tena. Yule dada ametoka kutuambia alivyojipata hajawahi kudharauliwa tena. Halo? Mimi kuna mtu aliniambia, yani Tea wewe, yani saizi umechoka, sio Tea yule. Ulikuwa unapiga boobs hivi. Mimi dada, sisi tunakujua. Movie zako za zamani tunakujua. Yani toka umekuwa mlokole, umekuwa mjinga. My dear. Wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Hakuna wanawake malaya, ni jeshi kubwa. Nataka nimtolee mfano Snura. Si mnamuona namna alivyobadilika? Nilimuona juzi anashuhudia mtoto wake mdogo wa miaka 3, sijui 4. Amempeleka kwenye mashindano ya Qur'ani. Akarasema mimi naamka asubuhi nampeleka mtoto wangu amjue kwanza Mungu. Wewe Mungu ana nafasi gani kwenye maisha ya watoto wako? Katoto asubuhi mpaka jioni kanaangalia katuni tu. Yaani wewe anapenda simu, yaani bila simu. Wewe unapoteza mtoto wako. Makatuni huko ushoga umejaa hivi. Makatuni huko kuna binuka na sarakasi zimejaa hivi. We uko bize, dada mtoto amekula, mtoto ameoga, mtoto. We ulimzalia dada? Halo? Nataka nikutolee mfano wa mwisho. Yaani ukiwa na mume wako huna nguvu, kaa chini jitafakari. Sarai alivyoona hazai, akamwambia Ibrahim, mjue huyu mjakazi tupate nini? Mtoto. Wakapata mtoto. Yule mjakazi alivyoanza kiburi, Sarai akawa na yeye tayari, akamfukuza. Ibrahim alivyokuja juu, Mungu aliingilia kati. Unadhani Mungu aliingilia kati tu bure?
Alimwambia tii sauti ya mke wako kama ulivyoitii mara ya kwanza, kwa sababu alikuwa yuko connected na Mungu. Na tunaposema mwanamke ni mlinzi, saa ngapi unaombea mume wako? Akiondoka asubuhi, Mungu akulani, umezidi, ulikuwa na mchepuko jana, wewe umekuja kuchunga michepuko au umekuja kuchunga mumeo? Sijui kama tunaelewana. Hata Mungu aliingilia kati kwa sababu Sara, she was connected with God. Wewe uko connected na nani? Mimi naongea sana, mbarikiwe, mna siku njema. Kwa leo tulitamani sana wazungumze wanawake, kwa sababu tunaamini kama wanawake wakizungumza mnaweza mka connect dot, kwa sababu ni lugha ambazo zinafanana. Lakini kwa sababu madam ameshasema na sauti ya mwanaume inatakiwa iwepo, basi tuwashukuru shirika kuwa sehemu ya sauti ya mwanaume kwenye kuzungumza. Lakini tuwashukuru pia Azania, wamekuwa sehemu ya watu ambao wamezungumza. Lakini pia na mimi nikasema nizungumze kidogo. Katika kuzungumza kwa dakika zangu 15 nilitaka tu nikumbushe kidogo. Session yetu leo tulikuwa tunazungumzia nguvu ya mwanamke, na kama unakumbuka mwaka jana mwezi wa 3 nilizungumzia mada ya nguvu za mwanamke. Kama ulikuwa unaandika kwenye zile notes, nguvu ya 8 ambayo nilizungumza kwenye nguvu ya mwanamke ambayo mwanamke yuko nayo na anaweza ikamsaidia kuhakikisha kwamba akafanikiwa zaidi, nilizungumzia sana nguvu ya ubunifu. Nguvu ya ubunifu ilikuwa ni nguvu ya 8 ambayo automatic mwanamke yuko nayo ndani. Sasa kwa sababu tulikuwa tunazungumza tu mwanamke anayo nguvu ya ubunifu, nikasema leo at least kwa dakika 15 nataka nikusaidieni kuwaelekeza juu ya hii nguvu ya ubunifu ni nini na namna gani unaweza ukaiapply kwenye maisha yako ya kawaida ili ukaweza kusonga mbele zaidi. Najua topic ni ndefu, lakini nitajaribu kuifanyia summary ili utakapotoka hapa uende ukafanyie kazi. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kipo na ni very big challenge kwa wanawake wengi ni swala la kuigana kwenye biashara. Biashara nyingi za wanawake ni anakuta mwenzake anauza vitumbua hapa na yeye anaona vitumbua vinatoka na yeye anaenda kuweka vitumbua tena pembeni. Si ndio? Akimwona mwenzake anauza nywele na yeye anaenda anauza nywele, bila kujua ni kwa namna gani ndani yake Mungu amempa nguvu ya ubunifu ambayo anaweza akaitumia katika kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Sasa nichukue hizi dakika chache kuwafundisha kwa habari ya nguvu ya ubunifu, alafu baada ya hapo, kwa sababu sisi wanaume leo haikuwa ni session yetu kuzungumza sana, lakini at least tunaweza mkaondoka na kitu ambacho kikaenda kuwasaidia. Na mimi nataka nichambue kidogo juu ya nguvu ya ubunifu na namna gani naweza kukusaidia mwanamke kuweza kuhakikisha unakuwa wa tofauti. Sasa ubunifu ni nini? Ubunifu ni kufanya mambo ya kawaida kwa namna ambayo inaleta matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Au ubunifu ni kuleta kitu kile kile kwa namna ya tofauti au kuleta kitu kipya kabisa. Kwa tunapozungumzia swala la ubunifu, tunazungumzia katika muktadha wa aina 3. Aina ya kwanza ni kufanya kitu cha kawaida lakini ukaleta matokeo ambayo sio ya kawaida. Hiyo ndio ubunifu. Kwa hiyo ili mwanamke uweze kufanikiwa na uweze kuimarisha uchumi wako, ni lazima uwe una uwezo wa kufanya kile kitu ambacho kinaonekana ni cha kawaida, lakini wewe hakikisha kinaleta matokeo ambayo sio ya kawaida. Hello? Yaani mwaka jana niliwaletea mdada mmoja hapa ambaye yeye alikuwa anauza kashata, na niliwaambia ni amekuwa tajiri kwa kutumia kashata. Kwa hiyo tukizungumzia swala la kashata, mnaweza mkapata picha ni swala la kawaida kabisa. Kashata ni kitu cha kawaida kabisa, si ndio? Lakini yeye alifanyaje kwenye ile kashata yake? Kwenye ile kashata yake aliweza kuipack, akaitengenezea pack nzuri, ambayo ile pack nzuri ya ile kashata akawa ana uwezo sasa wa kwenda kuiuza supermarket. Ile kashata yake automatic kamtengenezea millions of money kupitia zile kashata, akaongeza karanga, akaongeza ubuyu. Nafikiri hivyo ni vitu ambavyo alikuwa navyo. Sasa kashata, ubuyu, karanga ni vitu vya kawaida ambavyo kama mwanamke unaweza kuvichukulia kawaida, lakini kama ukiweza kuvifanya kwa ubunifu, maana yake unaweza ikakusaidia wewe kama mwanamke
ukaleta matokeo ambayo siyo ya kawaida. Lakini tunauangalia ubunifu katika muktadha wa kufanya kitu kile kile ambacho wengine wanafanya, lakini ukakifanya kile kitu kwa namna ya tofauti, kwamba ni vile vile wanafanya wengine, lakini wewe ukakifanya kwa namna ya tofauti, ukakifanya kwa namna ya peke yako, ukakifanya kwa namna ambayo wengine hawafanyi. Kwa hiyo unaporudi leo nyumbani, wakati unaenda kufanya tathmini ya biashara unayofanya, wakati unaenda kufanya tathmini ya kitu unachofanya, make sure wakati unaenda tafakari ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukafanya kitu wanachofanya wengine, lakini ukafanya kwa namna ya tofauti. Hauwezi kuleta matokeo makubwa kwa kufanya kitu kile kile sawa wanavyofanya watu wengine. Ili uweze kupata matokeo makubwa, ni lazima kitu kile kile wanachokifanya watu wengine, ni lazima wewe ukifanye kwa namna ya tofauti. Sasa unawezaje kama mwanamke kufanya kitu kwa namna ya tofauti? Unachotakiwa kukifanya, ukiamua kufanya kitu fulani au biashara fulani, fanya utafiti. Nenda tembea, zunguka kwa watu wenzako au wanawake wenzako au watu wengine, angalia kwenye ile biashara wanaofanya wanafanyeje. Unaweza usimalize watu wote, lakini unaweza ukachukua sample 10 kwamba kuna watu 10 wanafanya biashara kama wewe, whether ni wanaume au ni wanawake, wanafanya kwa namna gani. Ukishaona ile namna wanaofanya, unarudi ndani yako sasa, unaanza kujiuliza, nifanye kwa namna gani ya tofauti ambayo sasa watu wengine watapenda, watahitaji na watanifanya niweze kuuza. Ukifanya kwa namna ya tofauti kitu kile kile, automatic watu watakipenda kitu chako, si kwa sababu ni cha tofauti, ila ni kwa sababu umeamua kufanya kwa utofauti. Lakini kitu cha tatu kwenye muktadha wa ubunifu ni kuleta kitu kipya. Kama mwanamke lazima uwe una uwezo wa kuleta kitu kipya. Moja ya nguvu iliyo ndani ya mwanamke ni kuleta kitu kipya. Hello? Si ndio? Si Mungu ndo amempa mwanamke nguvu ya kuzaa? Kuzaa maana yake si kuleta kitu kipya. Kitu ambacho kilikuwa hakipo kinakuja duniani. Hiyo ni nguvu iliyowekwa ndani ya mwanamke. Mwanamke ndio kiumbe pekee amepewa uwezo wa kuleta kitu kipya. Kuna mwanamke ananielewa? Ule uzao unaozaa ndio kitu kipya. Sasa hii energy, kwa sababu hauijui, umekazania kwa watu wanauza mandazi na wewe unataka uuze mandazi kwa sampuli ile ile, while Mungu ndani yako alisha install nguvu ya kuleta kitu kipya. Na utakapoleta kitu kipya, watu watakubali kwa sababu it's an automatic energy ambayo iko ndani yako. Mungu amesha install. Hii nguvu haiko kwa mwanaume. Hello? Na ndio maana niliwahi kufundisha wanaume kwamba ndani yako, ili uweze kufanikiwa kama mwanaume, ni lazima umtengeneze mwanamke. Kila mwanaume anayetaka kufanikiwa lazima ndani yake amtengeneze mwanamke. Kila mtu anayetaka kufanikiwa lazima ndani yake amtengeneze mtoto. Sasa hizi nilifundisha kwenye madarasa yaliyopita. Kwa hiyo nataka nikufundishe na wewe kwamba rudi nyumbani leo umwambie Mungu, asante kwa nguvu ulioniwekea ndani yangu ya kuweza kuleta kitu kipya. Kama Mungu umenipa nguvu ya kuleta kitu kipya, ninakuomba nijalie nguvu hiyo hiyo ulionipa kuleta kitu kipya, niweze kuleta biashara mpya ambayo haijawahi kuletwa. Hello? Ili mwisho wa siku sasa, ndani ya tafakari na mazungumzo na Mungu, atakuja kukupa uwezo wa kuleta kitu kipya, ambacho kile kitu kipya watu watasema hichi ni kitu kipya, na tunatamani kuhakikisha hichi kitu kipya kinaleta matokeo kwenye maisha. Amekuja Kudrati hapa akasema ni mwanamke anaendesha bajaji. Si tu mwanamke wa Kiislamu. Unajua huko kwenye Uislamu kuna complication nyingi sana au unasema uongo? Yaani kwenye Uislamu kuna complication nyingi sana, hasa linapokuja swala la mwanamke. Kumuona mwanamke alafu wa Kiislamu na majuba yake yuko kwenye bajaji is a new thing. Mimi nikimwangaliaga Kudrat na muangalia kwa macho mawili. Kwa lazima uhakikishe na wewe unakuwa mtu wa sampuli hiyo, kwamba kitu unachokifanya umeweza kuleta kitu kipya. Ukiweza kuleta kitu kipya,
dunia itakupokea. Mwanzo watakubeza, wataona hutafika, watakuona unapoteza muda, lakini usijali. Kwa nini usijali? Kwa sababu hapa duniani haujaja kwa ajili ya kuangalia nani atakuonaje. Hello? Na ukipoteza muda kwa kuangalia watanionaje au wananisemaje, my dear, utapoteza muda na nguvu nyingi sana kuconcentrate kwenye watu wanakusemaje, wakati unatakiwa wewe ndo useme kwenye maisha yako. What do you have to care? Kitu pekee ambacho unatakiwa kuwa nacho ni wewe unasema nini kuhusu maisha yako, sio fulani anasema nini kuhusu maisha yako. Kuna mtu ananielewa? So tunapozungumzia scenario za ubunifu, make sure umepita kwenye hayo maeneo matatu kwenye kitu unachokifanya. Chochote biashara yote unayofanya, jiulize, hii biashara ninayofanya, je, namna ninayofanya ni sawa na wengine au kuna utofauti? Ukiona ni sawa na wanavyofanya wengine, make sure unabadilisha namna wanavyofanya ili uje kwa utofauti. Lakini pia jiulize, naweza nikaleta kitu kipya kwenye hichi ninachokifanya? Kama una uwezo wa kuleta kitu kipya, produce something very new kwenye dunia, halafu mwisho wa siku dunia itakupokea. Mwanzo nimesema itakuwa ni ngumu, lakini baadaye dunia itakupokea na mwisho wa siku dunia itakupa zawadi kwa uthubutu ambao utakuwa umekuwa nao. Kwa hiyo hiyo ndio scenario na msingi wa ubunifu. Sasa kuna aina kama 4 za ubunifu ambazo utatakiwa kuzifanya kwenye biashara yako au kwenye maeneo yako. Aina ya kwanza ya ubunifu ambao unatakiwa utengeneze ni ubunifu unaodumu. Hiyo ni aina ya kwanza. Kwenye ubunifu unaweza ukatengeneza ubunifu unaodumu. Ubunifu unaodumu ni ule ubunifu kwenye biashara yako, kutengeneza kitu cha tofauti kwenye biashara ambacho hicho kitu kitakuwa ni cha milele. Hapa tunaangalia colors, rangi ya logo kwenye biashara zako, maana ya zile rangi kwenye biashara yako. Tunaangalia packaging, kwa maana ya package, unavyofanya packaging kwenye biashara yako. Tunaangalia muonekano, physical appearance ya biashara yako. Hizi zinaweza zikawa ukaja na kitu cha tofauti kwenye namna ya appearance ya biashara yako na ikawa ni kitu endelevu, na mtu mwingine akija kuona tu kitu chako automatic anajua hichi ni cha kwangu. So kuna ubunifu unaodumu. Ubunifu unaodumu unakupresent wewe bila wewe kuwepo. Mwanangu yule mdogo Almasi akiona tu hii logo, shika tu hii logo, ukimuonesha tu atakwambia baba, baba, baba. Unanielewa? Ukimuonesha tu hii logo, yani popote akikuta tu hii logo Almasi anaita baba, baba, baba. So huu ni ubunifu unaodumu, kwamba hauhitaji mtu ajue kusema ili akujue wewe ni nani. Hata asiyejua kusema akiona tu kitu fulani anajua hichi ni fulani. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza, au ni sehemu ya kwanza katika ubunifu. Sehemu ya pili katika ubunifu ni tunaita ni ubunifu mwingilio. Ubunifu mwingilio ni aina ya ubunifu ambayo inatokea kwenye bidhaa ambayo iko tayari. One of the challenge ambao wanawake wengi wanakutana nayo ni challenge ya kubweteka, ni challenge ya kuamini kwamba ukishaanzisha biashara, ukishafanya biashara, tayari biashara imeishia hapo. My dears, kuanzisha biashara ndio mwanzo wa kuanza biashara. Kuna mtu ananielewa? Ukishaanzisha biashara ndio umeanza biashara. Maana yake ni nini? Ni lazima kila mwaka ufanye business evaluation, kwamba kwenye hii biashara yangu natakiwa nibadilishe nini. Unakutaga mamalishe, tunaendaga kule chini, unakuta mamalishe mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, unakuta sehemu yake ya mamalishe amezungusha mabati, ni vile vile mabati mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Au mimi nasema uongo? Mwingine unamkuta sehemu yake ya kushona, anashona. Yani ukipaangalia, akikupa picha ya mwaka juzi, ya mwaka jana na mwaka huu, maeneo yale yanakuwa ni tofauti. Ni lazima utengeneze ubunifu wa tofauti ambao utaingiliana na product yako wakati unaendelea. Sometimes unatakiwa hata ufanye rebranding. Kama unafanya packaging, ujaribu kugeuza package yako iwe ina package nyingine ya muonekano tofauti. Watu wanatamani kuona vitu vya tofauti kwenye bidhaa au kwenye huduma ulio nayo, ili at least wakupatie pesa. So wakati unaendelea na mchakato wa biashara yako, you can add something to your business, na mwisho wa siku watu wakakupatia pesa. Lakini kitu cha aina ya tatu ya ubunifu ni ubunifu mpenyo. Ubunifu mpenyo ni ubunifu ambao unakuja
unakuja kulingana na ushindani. Dunia ina ushindani. Biashara unayoifanya wengine kama biashara unayoifanya kuna watu wengine wanafanya, maana yake lazima utafute ubunifu mpenyo, upenye katikati ya bidhaa zingine ambazo wengine wanafanya. Kupenya kwenye bidhaa zingine ambazo wengine wanafanya, ni lazima uangalie bidhaa yako na bidhaa za watu wengine, then uangalie utaboresha nini ili kiwe cha tofauti, na mwisho wa siku uweze kutengeneza fedha. Hichi unawezaje kufanya? Ukitaka kufanikiwa kwenye hili eneo, kama unauza nguo za aina fulani, nenda kanunue nguo zingine za aina ile ambayo unafanya. Alafu uangalie unaboresha nini cha tofauti kwenye zile nguo ili uweze kuja na kitu cha tofauti. Naweza nikatolea mfano, labda wanawake wanaovaa ushungi. Kuna ushungi plain, lakini kuna ushungi umewekea vidoti-doti. Kwa mfano, dada hapo naomba usimame. Wewe dada umelala. Simama kidogo. Simama wewe mwenyewe. Simama tu. Simama na wewe dada wa mbele hapo. Alafu na mama hapo simama. Tumewaona hawa? Si wote hizo ni mitandio, lakini mnaona ziko sawa? So kuna mmoja alianza na mtandio wake plain, lakini mwingine akaenda sokoni akakuta kuna mtandio plain, akawaza kwa nini nisiweke maua ya kudari hizi? Akatengeneza maua ya kudari hizi. So huyu akienda siku moja kununua sokoni mtandio, atanunua tena mtandio mwingine, lakini ni mweupe vile vile, lakini amekuwa attracted kununua kwa sababu amekuta una maua. Lakini mwingine tena akaja akasema kwa nini hapo maua? Akaja kwa mfano dada yule pale wa nyuma, akaja akabandika stones. Ni mtandio mweupe ule ule. Hello? Kaeni. Kwa hiyo tunapozungumza ubunifu mpenyo, wewe unapofanya biashara yako, kila mwaka make sure unachukua ile biashara yako, ile bidhaa yako, unatafuta na bidhaa zingine zinazofanya kama wewe. Tafuta kitu cha kufanya, tafuta kitu cha kuboresha, au tafuta kitu ambacho unaweza ukafanya kikawa cha tofauti, na mwisho wa siku watu wakakutengenezea na ukaweza kupata fedha. Lakini cha mwisho ni ubunifu unaokua. Huu ni aina au ni eneo la aina ya tatu, ni ubunifu unaokua. Hii ni aina ya tatu aina ya 4 ya ubunifu. Ubunifu unaokua ni aina ya ubunifu ambao mtu anaanza kufanya kidogo, akishaanza kufanya kidogo anakuwa. Na ndio maana utakuta kuna mtu mwingine anauza product ya sabuni ya maji, lakini ana lita 1, ana lita 3, ana lita 5. Hii tunaita ni creativity ambayo inaonesha namna gani mtu anavyokuwa kwenye biashara yake au kwenye kitu ambacho anachofanya. Wanawake, make sure kwenye maisha yako ya biashara unazofanya lazima uwe na growth creativity. Kila unavyokuwa lazima ubadilishe namna ambavyo unavyofanya biashara yako, namna ambavyo unavyouza, namna ambavyo unavyotafuta wateja, namna ambavyo unavyoendelea kwenye mambo yako, ili at least sasa ikusaidie kuhakikisha kwamba unakuwa wa tofauti. Kwa kumalizia, nataka nikufundishe mbinu zinazoweza kukusaidia kukuza ubunifu wako au kuibua ubunifu wako. Then after that tuta wind up session, tutaishia hapo kwa sababu somo ni refu. Ziko mbinu ambazo unaweza kuzitumia katika kuibua na kukuza ubunifu wako. Nitakufundisha chache leo. Mbinu ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia kwenye kuhakikisha kwamba unaweza kuibua na kukuza ubunifu wako, mbinu ya kwanza ni ya kujitambua. Discovery on yourself. Usipojitambua, ndugu yangu, hauwezi kufanya kitu chochote, hauwezi kuleta kitu cha tofauti. Kujitambua maana yake nini? Kujitambua maana yake ni kwamba kitu cha kwanza lazima utambue, wewe mwanamke umeumbwa na nguvu ya kuleta kitu kipya. It's an automatic. Kwa kama wewe mwanamke unatambua kabisa kwamba iwe iwavyo, lakini automatic mimi nimeumbwa na nguvu ya kuleta kitu kipya. Kwa hiyo iwe iwavyo, wakubali wasikubali, lazima hii dunia ije ishike kitu changu cha tofauti.
Hello? Usipojitambua kama ndani yako iko nguvu ya kufanya kitu cha tofauti, matokeo yake ni nini? Utakuwa idle ndani, utakaa ndani. Utaona kama hauna kitu cha kufanya, hauna kitu cha kuleta, hauna uwezo wa kusonga mbele, yaani unaona kama dunia ni kwa ajili ya watu wengine. Waye hii dunia Mungu alishaiumba, akaleta mwanamke ndo akawa mbunifu ili aweze sasa kuleta kitu cha tofauti ili tuweze kusonga mbele. Kwa lazima utambue kwamba tayari automatic Mungu ameweka nguvu ndani yako ya kufanya kitu cha tofauti, na unaweza kuitumia katika kuhakikisha unafanya vitu vya msingi. Lakini kitu cha pili unachoweza kukitumia katika kuhakikisha kwamba unaweza kuinua ubunifu ulio ndani yako, kitu cha pili ni kufanya mambo magumu. Sema kufanya mambo magumu. Sometimes try something very hard. Nani Kudrat amekuja hapa ni sample nzuri. Nasema kuendesha bodaboda ni bajaji ni kazi ya wanaume. Muulize tu, kwani mwanamke akiendesha anakufa? Kama haufi, ingia na wewe fanya. Kitu chochote ni kigumu kama hujaanza kufanya. Hello? Amua kuwa mtu ambaye una uwezo kufanya vile vitu wengine wanasema haviwezekani. Vile vitu ambavyo wanasema hivi mwanamke hawezi kufanya, we fanya. Ili mradi hautakufa, we fanya. Kwa hiyo ukifanya, mwisho wa siku wataona ameweza, ni mwanamke tayari. Umeamsha ile nguvu ya ndani ya ubunifu iliyoko ndani yako, kwa sababu umeamua kufanya ile kitu ambayo wengine wanaona ni ngumu kufanya. Kwa hiyo ni kitu cha pili. Kitu cha tatu ambacho unaweza kufanya ukaamsha nguvu ya ubunifu ndani yako na ikaleta tija ni kutafuta maarifa. Sema kutafuta maarifa. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani 58:11 kwamba Mwenyezi Mungu atawanyanyua wale miongoni mwenu walioamini na waliopatiwa elimu kwa daraja. Maana yake wenye elimu wanainuliwa kwa madaraja. Lakini kwenye Mithali 4:7 Mungu anasema hekima ni jambo la kwanza, basi jipatieni hekima. Kwa gharama yoyote jipatie ufahamu. Hello? Hekima ni kitu cha kwanza, kajipatie nini? Hekima. Lakini kwa gharama yoyote jipatie nini? Mungu alisema kwa gharama yoyote katafute hekima. Mungu alisema kwa gharama yoyote tafuta ufahamu. Kwa sababu ukiwa na hekima alafu hauna ufahamu, utakuwa mjinga tu. Hello? Utakuwa mjinga kwa sababu hata kitu ambacho ungeweza kufanya hautafanya, kwa sababu utasema siwezi kufanya. So make sure unakuwa mtu wa kutafuta maarifa. Tafuta maarifa. Na nguvu ya kutafuta maarifa iko ndani ya mwanamke. Kwa sababu mwanamke ndio kiumbe pekee hata anapozaa, anapolea mtoto akibadilika kwa sekunde chache, anajua kabisa huyu anaumwa kitu fulani. Hata sio daktari, hata hajakusomea unesi. Kwa nini? Kwa sababu ile knowledge power iliyo ndani ya mwanamke anaweza akaitumia kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Kwa hiyo make sure seminars zinapotokea kama hivi, seminars zingine zinapotokea, make sure unaenda unashiriki, kwa sababu ile nguvu ya maarifa ndio itaamsha ile nguvu ya ubunifu. Nimefurahi Kudrat alipokuja hapa akasema nilipokuja kwenye seminar ya nguvu ya uthubutu, nilipotoka hapa nikaenda kufanya. Hiyo ni nguvu ya maarifa. Ina maana huenda kama asingekuja darasani, ile energy yake ya ubunifu ingekufa ndani, lakini kwa sababu ya kukosa maarifa. Na wanawake wengi wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. So make sure you get knowledge kwenye kila kitu unachokifanya. Watu wengi, wanawake wengi wanatamani sana kufanya vitu na wanapambana sana kufanya vitu, lakini hawapambani kutafuta maarifa ya kufanya vile vitu. Na ndio maana utakuta wanawake wengi wanaanzisha vitu vinakufa. Kwa nini? Mwanamke yuko tayari kupupia kuanzisha biashara yoyote, lakini hayuko tayari kutafuta maarifa sasa ya ile biashara ili iweze kukua. Hello? Madam Spora nilimwambia hapa atoe ushuhuda. Inawezekana hela anayoipata Madam Spora hata meneja wa benki anawezekana haipati. Si ni ukweli? Lakini wakati nakutana naye
ukimsikia hela anayopata, ukimsikia na vitu anavyofanya, unaona mbona haviendani. Lakini nikagundua tu amekosa maarifa. Hata mwaka haujaisha tangu tukutane, si ndio? Akapata gari. Lakini ingewezekana hiyo gari angekuwa ameshapata hata miaka 5 iliyopita. Kwa sababu hela alizokuwa anapata ndio zile zile wakati nakutana naye. Si ni kweli? Lakini tatizo lilikuwa nini? Maarifa. So ile nguvu yake ya ndani ilikuwa imelala na alikuwa nayo. Na ndio maana hata makanisa sijui wapi wanawapiga wanawake. Ndio maana makanisa mengi wanapigwa sana wanawake. Sinasema ukweli? Kwa nini? Kwa sababu wale wachungaji wanajua kabisa hawa watu power iko ndani yao. Kwa tunachokifanya ni kuiamsha tu ile power. Mwanamke akiweza kuamsha ile power yake, anaweza kufanya muujiza wowote. Hello? Madam Bora angeenda kwa mhubiri, akaamsha hiyo nguvu yake, akamiliki gari, angeenda kutoa ushuhuda. Pastor, leo nimekuja, nilikuwa sina gari, leo na lakini alipata gari kwa mtu ambaye sio pastor. Nini? The power within a woman. Mwanamke yoyote ako na nguvu ya ubunifu ndani yake ambayo akiweza kuiamsha inaweza kuleta tija kubwa sana. Na ukitaka kuamsha hiyo nguvu yako ya ubunifu, make sure madarasa kama haya bora usile uje. Nasema kweli? Bora ukose kula, njoo hapa darasani. Kwa sababu unapokaa hapa darasani utaondoka na maneno 2 matatu. Wamezungumza, kazungumza Azania, kazungumza shirika, kazungumza madam, kazungumza spora, kazungumza. Yaani haiwezekani wote waliozungumza hapa ukose kuondoka tena neno hata la mtu mmoja. Si ni ukweli? Ukiondoka nalo, ukiwa hapo ndoka desturi kako kama maisha, automatic utajikuta maisha yako yanapata transformation, unajikuta unasonga mbele, hata vile ulikuwa uwezi unaanza kuweza kwa sababu ya nguvu ya maarifa. Na nguvu nyingine na njia nyingine at least ya mwisho inayoweza kukusaidia ni kutafuta marafiki waliofanikiwa. Mimi nataka niguse hapa kwenye marafiki kwa sababu muda umeisha, nataka niishie hapa. Wanawake na marafiki. Hakuna kitu kinachorudisha nyuma maisha ya wanawake kama marafiki. Warafiki wengi mlio nao, badala ya kuamsha zile nguvu za ndani zilizoko, wanaziua. Hello? Make sure unabadilisha aina ya marafiki. Nawaambiaga siku zote wanangu, badilisha aina ya marafiki. Hauwezi kuamsha nguvu yako ya ndani ya ubunifu ikiwa rafiki zako wote mnaokutana, kazi mnaofanya ni kusema maisha ya watu tu. Huyu kavaa hivi, huyu kaja hivi, huyu anatoka na hichi, umemwona dela lake, umemwona nywele yake. Yaani rumors wanasema hichi, haviwasaidii kitu chochote. Na ninachotaka nikuambie, ukiwa na rafiki anayekuletea maneno ya watu, usifurahie kwa sababu hata shindwa kuwaambia ya kwako watu wengine. Wasi unafurahia huyu BFF wangu, udugu. Halo? Udugu wangu, la kwangu lake, ndugu yangu la kwake yeye, analipeleka kwa wengine. Kama ameweza kukuletea wewe maneno ya watu wengine, hata ogopa kuwaambia watu wengine ya kwako. Halo? Marafiki, wanangu, asani hela yangu nimeiona. Leta. Asani nataka kunizima. Wanawake marafiki. Sasa kwenye marafiki ufanyeje? Unatakiwa ufanyeje kama mwanamke ili uweze kushinda? Mungu awabariki sana. Hawa ndo watu wanaotakiwa unakuja kutunza. Unatakiwa ufanyeje kwenye marafiki? Unatakiwa uwe na marafiki wa aina gani? Katika ulimwengu huu wa dunia, unapaswa uwe na marafiki wa aina zifuatazo. Aina ya kwanza ya rafiki, lazima uwe na rafiki aliyekuzidi kipato. Halo? Yes. Sasa wewe ndugu yangu, marafiki zako wote wewe ndio bosi.
wewe ndio boss, wanageuka machawa. Halo, maana yake ni nini? Ile energy yako ya ndani inashuka, inakaa. Wewe unaona ni sawa, lakini ile energy yako inafanyaje? Kwa sababu hauna mtu anayekupa challenge. So lazima uwe na mtu ambaye amekuzidi kipato. Na ndio maana sometimes tunapokuwa kwenye hii platform hapa, tunawaambia watu wasimame, wazungumze. Ukiona hapa mtu amezungumza, unajua kabisa huyu kwa standard aliyonayo, hela anayoingiza tofauti na mimi, mshike hapa. Unajua sisi tatizo letu tunachukuliana poa. Ukimwona Madam Spola hapa unamchukulia kawaida. Hello? Akikupa cash flow yake ni kubwa. Wewe inawezekana uingize 700,000, mwenzako huyu 4,000,000 kwa mwezi, ni kitu cha kawaida. Na hatumii cheti cha sekondari wala cha degree wala cha wapi. Unapoona mtu yuko powerful, mshike yule wewe rafiki yako. Mnabadilishana mazungumzo, mtakayozungumza hayatakuwa mazungumzo ya kumsema mtu, yatakuwa mazungumzo ya kutengeneza pesa. Kuna muda hauhitaji pesa, unahitaji mtu akuzungumzishe kuhusu pesa ili ujue mbona huyu ana miguu miwili kama mimi. Ile energy yako iamke uweze kutengeneza pesa. So lazima utafute mtu aliyekuzidi kipato awe rafiki yako. Tafuta mtu aliyekuzidi imani ya dini, muwe mnashare spiritual power. Ukipata mtu wa design hiyo, kuwa naye rafiki. Lakini pia tafuta mtu ambaye amefanikiwa kwenye eneo la biashara unayofanya wewe. Tatizo letu tumeambiwa watu tunaofanya nao biashara ni maadui. Ni maadui zetu. Hello? Ukimuona mtu anafanya biashara kama yako, anageuka adui. Lakini kumbe mtu anayefanya biashara kama yako sio adui, ni partner. Akiwa rafiki yako utajifunza vingi kutoka kwake, utabeba vingi kutoka kwake, na mwisho wa siku na wewe utafanikiwa. Kwa ukitaka kuamsha nguvu zilizoko ndani yako, hakikisha unatafuta sampuli ya marafiki kama wao. Sasa mtu anaweza kusema, wale sasa wa zamani na wafanyaje? Usiwatupe, usiwaache, usiache kuongelesha. Punguza muda nao. Hello? Punguza muda na wanawake wajinga wajinga. Punguza muda, punguza kata kabisa. Ni vipi safi mzima vipi tunakutana? Mwambie hapana, leo sikutani, nina mteja. Hata kama mteja hauna, mwambie nina mteja Gongo la Mboto naenda, na mpaka nirudi itakuwa usiku, leo hatutaonana. Hello? Kesho mwambie sasa leo hatukutani, mwambie yani leo nimepata mteja wa Chanika. Sasa akipiga madale tu Chanika mpaka urudi. Siku imefanyaje? Wakatae kidogo kidogo, kimya kimya. Mwisho wa siku wataondoka, utabaki sasa, utapata watu ambao watakusaidia kuweza kusonga mbele. Na unapoenda na kufundisha mwanangu, unapoenda hata kwenye makongamano, kwenye semina mbalimbali, angalia, sometimes kuna mtu tu ukimwangalia hivi usoni alivyovaa tu unajua huyu hawezi kuwa mtu wa kawaida. So unanielewa? Usipende kwenye semina unapokuja kama hivi, ukaa na mtu uliyekuja naye. Muda mwingine exchange, kakae na mtu tofauti. Kama kasala time kametokea pale, muulize unafanya nini? Unajua sisi tunakuaga mabubu. Unakuja hapa, unakaa kwenye kiti chako, ukimaliza kwenye kiti chako unaondoka. Si ni ukweli? Na kama mmekuja wawili, mnakuja mnashikana vile vile. Wewe huyo mmetoka naye madari, mnakaa naye madari, na hapa unakuja unakaa naye tena. Mwisho wa siku mtu ambaye Mungu amemleta hapa akusaidie kukusogeza mbele, amekaa huku, wewe umekaa huku. Si ni ukweli? Na ukimaliza hapo unakumuta dela lako na jinsi yako, unaomba Mungu dua ambazo alishakujibu. Mpaka Mungu anakushangaa, mbona nishakujibu? Kama Mungu nisaidie biashara yangu ikue, mbona kuna mtu nilimleta pale Yemko? Wewe ukatoka shikana na mtu wako, mmetoka naye sijui wapi, mmekaa naye hapo hapo. So jifunze unapoenda hata kwenye semina mbalimbali, save time, network, badilishana namba, itakusaidia sana. Hayo ni machache ambayo yanaweza kawasaidia, kama mkiweza kuyaweka kwenye practice, yanaweza kawasaidia na mkawa wanawake wa tofauti sana. Mungu awabariki sana, awafanikishe kwenye mambo yenu. Chochote mtakachokifanya kikafanikiwe.
na ndoto yangu kubwa ni kuona kwamba mnakuwa wanawake sio tu wa kawaida, mnakuwa wanawake wa tofauti.